Tumeandaa kampuni tunaita itakuwa ni Credit Guarantee Corporation, kwa maana ya kampuni itakayokuwa ina support shughuli mbalimbali katika kurasimisha biashara, kuwezesha watu kuandikia maandiko yanaweza kupata mikopo benki, lakini kufuatilia mchakato wa mtu kukopesheka, ile credit worthiness, na kuwezesha pia watu wapate dhamana, hasa wale ambao kwa bahati mbaya hawana mali aidha zinazohamishika au zisizohamishika. Na pia tuna mchakato wa kuboresha hata sheria. Tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake, kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu lakini labda hawawezi kukopesheka kwa sababu hawana mali au hawana dhamana. Kwa hiyo kupitia hiyo Credit Guarantee Corporation tutakuwa na idara mbalimbali zitakazowezesha watu wapate labda aidha dhamana. Mtu kama hana collateral anaweza kaenda akajisajili benki yake, kupitia benki yake akajisajili wakampa labda dhamana. Lakini kama atakuwa hana andiko la mradi, anaweza kafika patakuwepo idara inayodili na masuala ya uandishi wa zile tunaita ni bankable business proposal au project proposal. Na hii kupitia pia chuo chetu cha Benki Kuu tutaendelea kutoa elimu. Tunataka kupitia fursa hiyo tuwawezeshe Watanzania wengi zaidi waweze kuwa na uwezo wa kuandika aidha maandiko, sababu tumeona ni changamoto mojawapo. Mtu anaweza kawa ana wazo la mradi lakini anashindwa kulithibitisha kama wazo hilo ni halisia na linaweza likatekeleza mradi kifaida. Kwa hiyo ni vitu mbalimbali tunavyojaribu kuviangalia, na kupitia hii Credit Guarantee Corporation nashukuru kwamba wenzetu kwa mfano wa World Bank wamekubali kuiunga mkono kwa kuongeza pale fedha, na watatoa kama mkopo nafuu kupitia serikalini wa dola milioni 150. Na sisi kwa fedha ambazo tumeshazikusanya mpaka sasa tunaamini, kwa sababu ile facility sasa hivi iko ndani ya Benki Kuu, lakini lengo ni kuitoa ili iende ikafanye kama iwe ni kampuni huru ili jiendeshe na itaweza kufikia watu wengi zaidi, ili sisi tubai kama regulator tutaipa leseni, tutaisimamia kwa misingi ya uendeshaji ambayo itakuwa ni bora zaidi kwa manufaa na mustakabali mkubwa wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba mkutano huu unaendelea kuweka msingi wa kutathmini na kutafakari maendeleo yaliyopatikana kwenye uchumi, kuwezesha wananchi hasa wa makundi ya akina mama waweze kunufaika na fursa zilizopo nchini, waweze kuwa na uwezo wa kusimamia biashara zao, kuendesha shughuli zao, na kwenye sekta ya fedha fursa hizo zinaendelea kuwekwa wazi ili watu watakao kuwa tayari waweze kuzitumia na kuwa na mchango chanya katika ukuaji wa taifa wa uchumi wa taifa letu.